Okay, hello guys. My name is Alan the Wise. Leo na message ya watu wachache sana, na message ya watu ambao wanaitwa Starseeds, mbegu zilizotoka kwenye nyota. Nimejaribu sana kukalia kimya hii message, ila spirit imekuwa inanilazimisha niweze kuzungumza. Kwanza, kama mlikuwa mnahisi mbegu ambazo zimetoka za nyota juu ya nyota, kama mlikuwa mnahisi maumivu ya mgongo, hisia ambazo ulikuwa unahisi ushazimaliza, ila unaona zinarudi tena, zinakuja ili uweze kuziondoa na ziweze kuondoka kabisa. Na kama pia mlikuwa unaweza kuota ndoto hizi lucid dreams, unatoka kwenye ulimwengu mmoja kwenda ulimwengu mwingine na unaona kabisa ulikuwepo, ni muda wa mafunzo ulikuwa umefika, na muda wa mafunzo unakaribia kuisha. Na jana, usiku wa jana, na pia kama ulikuwa unagundua usiku wako ukilala unakuwa unaweza kuamka hata mara 7 mara 10, sio kwamba una msongo wa mawazo, ila unajikuta tu kama umeamka afu ukirudi kulala unaendelea kulala bila tabu. Kwa hiyo nilijikuta nilikuwa nikiita kila aina ya mbegu ya nyota, niko katika lucid dreaming, katika safari ya kiroho. Sasa najua kuna wengine ambao kielimu bado nikaambiwa bado wako changa, hawafahamu, ila wanajikuta wako, unaweza kawa unajikuta eneo hilo hilo unaloishi, ila uko katika mafunzo ama unakutana na viumbe mbalimbali ambavyo havikudhuru, vinakuelekeza. Kwa hiyo usiogope. Kama ulikuwa unaweza kusikia sauti zinaweza kukuelekeza kwenye masikio yako, ama unaweza kabisa ukauliza kitu kwenye ulimwengu afu unaona jibu unapewa back to back, yani kwamba ni kweli, pita njia hiyo, ni kweli, fanya kitu hiko. Usiweze kuogopa ama kuhisi kwamba sielewi naweza kuelekeza vipi, kwa sababu message hata mimi kwa baba wangu kidogo imekuwa inakuja kwa kasi, kiasi kwamba kuna muda nakuwa nahisi hadi maumivu ya kichwa, nakuwa nashindwa hata kuelewa niweze kufanya nini. Kuna muda, kwa sababu nakuwa nahisi hisia ambayo sijui imetokea wapi. Kwa hiyo msiwe na uoga, ila unavyoenda kulala jiandae vizuri kifikra, muite malaika wako ulinzi aweze kukulinda na kukuelekeza, na elekezo nataka ufanye nini ukiwa katika safari ya kiroho. Sawa? Elekezo nataka ufanye nini katika hiyo safari yako ya kiroho, ili ujue kitu gani na kitu gani ambao unahitaji kujifunza na kujua wewe mwenyewe unafahamu. Kwa kama unafahamu, kwa hiyo kama unafahamu, hakikisha kama ulikuwa ufahamu ndio ushafahamu. Sasa hapa hakikisha unakuwa unaweka lengo, na msiwe waoga. Kwa wale ambao bado hamjafahamu vizuri mission na nini ambacho mmekuja kujifanya katika ulimwengu, pia nitarudia message ni ya watu wachache sana, ila nafsi ama spirit imenielekeza kama kiongozi niweze kutoa hii message, na ETs ambao watu wengine wanawaita kama aliens na whatever, wameshaanza kufanya mawasiliano. Kwa hiyo kama wameshaanza kufanya mawasiliano na sisi, najua kuna muda unaweza kukutana nao physically. Kukutana nao ni unaweza ukajikuta umeona tu mwanga mkali. Sawa, unajua wengi sasa kukutana na mashaitani ni mwanga wa kiza. Sasa ni mwanga mkali. Ukikutana nao, jitahidi usiwe muoga ili uweze kuconnect zaidi na zaidi. Sawa? Inanijia ugumu kuitoa hii message kwa sababu najua wengi wao hawatoweza kuelewa, ila kwa sababu napata msukumo wa spirit, muda umewadia.
mbegu za nyota, star seeds, malaika wa dunia, naweza nikasema tarumbeta limeshalia, na tunaelewa nini cha kuweza kukifanya kwenye ulimwengu wa kiroho. Muda ndo huu wa kuweza kukutana wote pamoja. Tumeanza kukutana toka majuzi. Nilisema mwezi huu uliobadilika unakuja na vitu vingi sana vya tofauti ambavyo naamini ambao hata kama sio mbegu za nyota, ambao wanatembea kwenye imani ya kiroho, tumekuwa tunakutana na vitu mbalimbali, hasa ndoto kuwa sio ndoto, kuwa ni safari, na kabisa unajua niko safarini, sawa. Na ukijikuta pia unakuwa unajikuta kwenye ndoto uko kama katika sehemu ya station, iwe ya ndege, iwe ya reli, uje pale unakuwa unajiandaa kurudi kwenye mwili wako, kurudi nyumbani. Na sayari mara nyingi ambayo nakutania ni sayari Mars. Hii message ni ya watu wachache sana. Hii message ni ya watu wachache sana. Watu wengi hawataweza kuielewa. Inaweza kuwa hata ya watu 12, 13, ila hii message inalenga watu 1440 waliochaguliwa, ambaye wengi wetu tushaanza kujifahamu na tushaanza kujua njia yetu ya kuweza kupita ni ipi. Muwe tayari, usiwe na uoga. Sijui nini niweze kukiongezea zaidi na zaidi, ila pale unapolala, ekea lengo, ongea na malaika wako wa ulinzi, ongea na malaika wako ambaye anakuelekeza, ongea na Mama Gaia, Mama Dunia na muumba mbingu na nchi. Wewe kwenye safari yako ya kiroho unafahamu wapi ambako unahitaji usaidizi, kwa sababu malaika wa kiroho wamekuwa wapo na sisi kila hatua. Yaani tuseme kabla hujakanyaga hatua moja, washakanyaga wao malaika 1000. Kwa hiyo huwezi kusema wako mbali na wewe, na nahisi ushahisi na ushaona kwamba ulimwengu unazungumza nasi ama na wewe kwa sauti zaidi. Kuna muda unaweza ukajikuta unasikia hadi sauti ukawa unaogopa kwamba nini, ila ukichunguza inakuelekeza sahihi. Ila kama ni mtu wa msongo wa mawazo, takushauri pia uende kwa daktari, uende ukajipime, usikute afya ya akili ikawa ina shida pia. Ila kama ni mtu wa kiroho na hauna tatizo na msongo wa mawazo, basi muda umewadia. Kila unapoingia kulala, hakikisha umewekea lengo, unataka ukajifunze nini, unataka ukutane na malaika gani, ili kusaidie kwamba usiwe unakutana tu na malaika huyu na yule na yule, ili ujue specifically unataka ujifunze nini. Kwa sababu mimi jana nilijikuta katika ulimwengu wa kiroho, nikawa naita nafsi zote za mwanga na nafsi zote mbegu za nyota, na zilikuja mbegu nyingi, tuseme ni zote, ambayo moja ilikuwa yenye nguvu sana, ilikuwa ni nyeupe, ambayo pia rangi ya dhahabu, ambayo katika hizo mbegu zote nyingine zilikuja niliita mbegu za kuja kunifunza kabla sijalala, na zilivyoweza kuja nilijifunza na mpaka kumaliza hayo mafunzo. Sasa leo nikawa natafuta somo la kuweza kuwaletea, ila
Nikawa najaribu kuikataa hii message nisiwezi kuitoa, ila msukumo ukawa ni mkubwa sana. Malaika na nafsi zinazotembea kwenye mwanga zilikuwa zinanipigia kelele kiasi kwamba nikawa sina budi bali niweze kuleta huu ujumbe kwenu. Najua sisi wengi wetu tunapenda kutembea kwenye mwanga, ila hatuonekanagi kwenye comment, hatuonekanagi kwenye kulike. Ni watu ambao tunapita, tunachukua elimu, tunatembea. Na nimeambiwa wengi wenu mpo humu, na wengi wenu ndo message itawafikia na kuwafuata mlipo. Kwa basi mjiandae, leo tutaweza kukutana tena katika ulimwengu wa kiroho. Ujiandae kujua unataka ujifunze nini. Usiogope. Mungu yuko nasi, malaika wako nasi. Usiogope mabadiliko yako ya kimwili, kiroho, kifikra. Ila nitarudia tena, mimi sio specialist. Ukijiona kuna vitu vinaenda nje kabisa, jaribu kwenda kumwona daktari ili uweze kujua siku utakuwa na matatizo mengine, alafu ukaja kukutana na hii video ukataka kujumlisha hii video, ingalikuwa kumbe hii video sio ya kwako. Hii video nazungumzia mbegu za nyota, star seeds. Kila kitu kiko tayari. Nahisi niishie hapo. Okay my people, let's raise the vibration high. Nimekuwa very serious kwa sababu nilikuwa nilikuwa nachukua message kutoka kwa malaika direct. Na ni kitu ambacho sikutarajia naweza nikakizungumza kiukweli. Kwa hiyo nishakutana na kama wangapi, nishakutana na kama 6 ambao tayari nao tuko katika hii safari moja. Mmoja wapo nitaweka akaunti yake hapo chini muweze kuifuatilia. Nitaweka akaunti yake ya YouTube muweze kufuatilia. So mmoja, ni watatu. Mmoja nitamtaja, anaitwa, utaandika tu namba 144 Forbidden. Sawa. Ni mshikaji, utamwona na rasta na hivi karibuni ameumia mkono. Kwa hiyo mtu anarekodi video mkono wake kidogo mmoja una athari, ni huyo. Na mwingine wa kike jina lake simkumbuki, ila nitawaweka hapo watatu ambao tayari tushaanza kufanya mawasiliano telepathic, mawasiliano ambayo ya bila kuonana hivi physically, tunaonana kiroho, spiritually. Okay my people, naomba niishie hapo. Be wise, stay conscious. Hii message ni ya watu wa mbegu za nyota tu. Ukiona umevutiwa nayo sawa, ukiona ikufai, stay wise my people, stay wise. Thank you.